Na mtazamaji wangu, leo hii tarehe 11 mwezi wa 12 mwaka 2025, mwenyekiti msaidizi mshikililizi wa chama Chadema Mheshimiwa John Heche ameweza kulihutubia taifa. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema uweze kulike na kushare video zetu. Nimewaita hapa kuzungumza na nyie na kupitia kwenu kuzungumza na Watanzania. Ndugu wananchi wenzetu wa Tanzania, huu ni msimamo wa chama chenu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuhusu kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Msimamo huu umetokana na kikao cha kamati kuu ambao mimi kwa niaba ya kamati kuu ya chama nitausoma neno kwa neno mbele yenu. Msimamo wa Chadema kuhusu uchaguzi batili wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kilichojiri baada ya hapo. Namba moja, uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 ni batili na matokeo yake yote lazima yafutwe. Uchaguzi mzima wa urais, ubunge na udiwani ni batili na hauna uhalali wowote kwa sababu ulifanyika chini ya ukiukwaji mkubwa wa sheria, haki na misingi ya demokrasia. Chadema inasisitiza kufutwa mara moja kwa matokeo yote ya uchaguzi na kuvunjwa kwa kinachoitwa Tume Huru ya Uchaguzi INEC, kwa sababu tume hiyo haina uhuru kuanzia uteuzi wa wajumbe wa tume, muundo wa tume na majukumu yake. Chombo hicho hakina tena uhalali wowote na hakiaminiki na Watanzania kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Na mtazamaji wangu, maneno hayo ambayo ameweza kuyazungumza Mheshimiwa John Heche moja kwa moja anazidi kuyaelekeza katika uongozi wa serikali ya awamu ya 7, serikali inayozidi kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine katika chama cha CCM wanazidi kupitia shinikizo kubwa kutokana na uhalisia ulioko katika Jamhuri ya Tanzania, kwani idadi kubwa ya wananchi wameweza kupoteza imani yao kwa viongozi hawa, na ndipo ambapo wanazidi kuendeleza ukosoaji siku baada siku. Ila alichoweza kukizungumza Mheshimiwa John Heche ndio uhalisia na ndio ukweli wa mambo. Ila viongozi wakuu walioko katika serikali hiyo ya awamu ya 7 wanazidi kupuuza na kutupilia mbali yale yanayozidi kuzungumzwa na kuombwa yaweze kufanyika, dalili tosha kuonyesha jinsi gani ambavyo viongozi hawa kila siku wanazidi kujisababishia maisha magumu kipindi na wakati ambapo wangependa kujumuika pamoja na Watanzania. Ila kwa njia moja ama nyingine pia hii ni dalili tosha jinsi gani ambavyo hivi sasa Watanzania wengi wameweza kujipata. Hii ina maana ya kwamba hawatakuwa wakifuatilia mambo ya mipira na udaku ama habari zingine, bali pia siasa. Hivi sasa Watanzania wengi watakuwa wakizifuatilia ili kujua ukweli wa mambo yale yanayozidi kujiri katika Jamhuri ya Tanzania, na pia ni yapi ambayo viongozi wao wanazidi kufanya. Mtazamaji wangu, hii hapa ndiyo sababu kuu iliyoweza kuchangia Mheshimiwa Lissu kuwekwa gerezani hadi leo hii kwa kesi ya uhaini. Kile alichoweza kukifanya Mheshimiwa John Heche ni sawia na kile angeweza kukifanya Mheshimiwa Tundu Lissu kama angeweza kuwepo huru. Ila mtazamaji wangu, ifahamike kwamba chama Chadema ni chama ambacho kiko na ufuasi mkubwa kwa njia yoyote ile, haijalishi ni nani ambaye ameweza kuchukua usukani ama uongozi wa nafasi ya uwenyekiti, lazima watu wataweza kuwasikiza, pia kuwapa maoni yao. Sasa mtazamaji, kutokana na hilo, viongozi wakuu wa chama cha CCM wanafahamu ama viongozi wa serikali
ya awamu ya 7 wanafahamu, na ndiyo uhalisia na ndiyo ukweli wa mambo ulioweza kuchangia kwa njia moja ama nyingine chama hicho kunyimwa nafasi ya kutoa mgombea wa urais ambaye angeweza kupeperusha bendera ya chama hicho katika nafasi ya kiti cha urais. Kwani ukweli wa mambo, kutokana na hali iliyoko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kupewa nafasi ya kuwania kiti cha urais, moja kwa moja angeweza kupata ushindi, na hata kwa zaidi ya 98%, kinyume na anavyozidi kuzungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, huo ndo ukweli na uhalisia, ila tujiulize ni kwa nini ambapo chama Chadema bado kinazidi kushinikiza na hasa kutowapa viongozi walioko madarakani muda kutokana na kile kinachozidi kuendelea katika Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa, mbinu iliyoko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania ni ya kwamba chama pinzani ambapo ni chama Chadema kuzimwa kisiasa. Mtazamaji wangu, hii ina mambo ama ina ukweli huu. Kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Lissu aliweza kuwekwa gerezani, basi moja kwa moja watu wote walioko katika serikali ya awamu 7 waliweza kuamini chama Chadema hakitaweza kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu, kitaweza kupoteza umaarufu wake. Ila mtazamaji wangu, kile ambacho kimeweza kutokea baada ya hatua hiyo kufanyika, chama Chadema kimeweza kuzidi umaarufu maradufu. Chama Chadema kimeweza kuwa na nguvu hata kinyume na jinsi ambavyo iliweza kuaga hapo awali. Mtazamaji wangu, tunafahamu jinsi gani ambavyo mataifa ya kigeni yaliweza kuchukizwa na hatua chama pinzani ambapo ni chama Chadema kunyimwa fursa ya kushiriki zoezi la kikatiba la kutoa kiongozi ambaye ataweza kuwania nafasi ya urais. Ukweli ukionyesha jinsi gani ambavyo uzito na ukubwa wa chama hiki katika Jamhuri ya Tanzania. Na ndipo ambapo leo hii, mtazamaji wangu, baada ya kutokea hadharani kwake Mheshimiwa John Heche bila uoga wote ule kuzungumzia jinsi ambavyo Jamhuri ya Tanzania ipo pabaya chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wakuu wa chama cha CCM, wameweza kushtuka sana viongozi walioko katika serikali ya awamu ya 7, kwani walikuwa wakitarajia ya kwamba kiongozi pekee ambaye ana nguvu za kufanya hivyo, nguvu na mamlaka, si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila kile kinachozidi kujiri na kuendelea, wamejaribu kumteka na kumkamata Mheshimiwa John Heche, kumzuia kuelekea katika mataifa ya kigeni, ila bado hajaweza kubadili msimamo wote ule dhidi ya uongozi ulioko madarakani. Pia Mheshimiwa John Heche bado hayupo tayari kwa maridhiano yoyote yale. Mtazamaji wangu, hii ni hatua jinsi gani ambavyo chama Chadema kila kile wanachozidi kukifanya ni kwa ajili ya manufaa ya mwananchi wa chini nchini Tanzania. Sote tunafahamu kwamba ingekuwa baadhi ya viongozi katika nchi ya Tanzania wako na tamaa ya pesa, kipindi na wakati ambapo ataweza kuitiwa maridhiano yaweze kufanyika, moja kwa moja hawataweza kukataa, wataweza kwenda ili waweze kupata hicho kidogo wameweza kuahidiwa ama kupewa kwa wao kushiriki maridhiano. Ukweli wa mambo, maridhiano hayo hayataweza kufaidi yoyote yule, hasa mwananchi wa chini nchini Tanzania, bali kufaidi viongozi walioko madarakani kuendelea kuhudumu kwa muda mrefu, kupora mali na kutumia pesa vibaya na jinsi ambavyo Watanzania wanazidi kutarajia. Na ndipo ambapo ukiona leo hii kiongozi kama Mheshimiwa John Heche ameweza kujitokeza hadharani na kudai kwamba ni lazima mabadiliko yaweze kuwepo katika Jamhuri ya Tanzania, na ndipo ambapo utulivu na hali salama itaweza kuwa na Jamhuri ya Tanzania itaweza kusonga mbele. Ndiyo uhalisia, kwa sababu anafahamu kwamba iwapo akijizungumzia yeye kama kiongozi ama mkuu wa chama, vipi kuhusiana na mwananchi wa chini nchini Tanzania ambaye hatakuwa na uwezo wa kushiriki mikutano ya moja kwa moja kati yake pamoja na viongozi walioko katika serikali ya awamu 7, jambo ambalo litakuwa ni ubaguzi, ya kwamba tajiri ataendelea kuwa tajiri, maskini ataendelea kuwa maskini. Sasa mtazamaji wangu, ni vema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila
Muhimu kabisa ni vyema iwapo wewe hapo utaweza kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, uweze kulike na kushare video zetu. Bye bye until the next video.